Mambo ni aje mpenzi wa burudani na matumaini yangu kwa mzima. Leo bana Annual TV tuna story ya Gigy Money. Gigy ni mgonjwa na uongozi wake au management yake ilisema na ikathibitisha hilo kwamba ni mgonjwa. Sasa leo nitaongelea maisha yake kwa ujumla. Kwanza jina lake halisi Gigy ni Gift Stanford Joshua. Alianza maisha kama msichana wa kawaida wa Kitanzania akipitia changamoto nyingi kama ilivyo kwa mabinti wengi waliokulia katika familia za kipato cha chini, lakini tofauti na wengi Gigy alijua jambo moja mapema. Alitaka kujulikana, alitaka sauti yake isikike hata kama itahitaji kuvunja unafiki wa wanajamii. Alianza kujulikana si kwa kutoa nyimbo bali kwa tabia yake ya kujieleza bila uoga na mitindo ya mavazi na maisha ambayo wengi waliona kama ya utata. Mitandao ya kijamii ikawa jukwaa lake la kwanza, mahali ambapo alijipambanua kama mtu asiyeishi kwa kufuata sheria za jamii bali kwa msukumo wa nafsi yake. Alivutia mashabiki zake kwa mchanganyiko wa ushawishi, ukatili wa lugha na ukweli ambao aliusema hata bila kuogopa kamera. Lakini baadaye Gigy muziki ukawa kipaumbele chake kikubwa. Gigy akaingia rasmi kwenye game la muziki wa Bongo Flava akiwa na lengo moja tu, si kutoa nyimbo bali kutoa maisha yake kupitia nyimbo hizo. Akiwa na sauti yenye hisia na maneno ya moja kwa moja, alianza kuchora njia yake katika tasnia iliyojaa majina makubwa ya wanaume. Nyimbo kama Papa, Gigy na Chombeza zilimweka kwenye rada ya burudani Tanzania, si kama msanii tu bali kama nembo ya mwanamke anayeishi bila uoga. Lakini mafanikio huwa hayaji bila bei. Gigy alipitia mahusiano ya kuvunjika, kashfa, mitihani ya kimapenzi, ugomvi wa mitandaoni na wakati mwingine hata kushambuliwa na vyombo vya habari. Alizungumziwa kama mtoto wa kiki, lakini ndani ya yote aliendelea kupiga hatua kimuziki, kibiashara na hata katika kujenga jina lake kuwa brandi. Aliingia kwenye reality shows kama Wife Material wa Eric Omondi, akazua gumzo Afrika Mashariki, akaongeza wafuasi na maadui pia kwa ujumla. Licha ya migogoro ya mara kwa mara na wasanii wengine kama Mbalulu, Shilole na Zuchu au hata kushtakiwa kwa maneno au matendo kwenye stage, Gigy hakuwahi kujificha. Aliwaambia mashabiki zake, mimi ni mwanadamu, nina mapungufu, lakini siwezi kujificha kwa sababu jamii inataka nijifiche. Mwaka 2023 hadi 24 alianza kubadilika polepole. Alionekana kuwa makini zaidi, akizungumzia biashara, kulea mtoto wake kwa upendo na kupunguza kiwango cha drama mitandaoni. Hii haikumaanisha kuwa amebadilika kabisa, hapana. Gigy bado alikuwa Gigy tu, lakini sasa alikuwa na akili ya mama na msanii mwenye malengo ya mbele, si tena mrembo wa kupiga kelele mitandaoni. Kwa sasa hadi kufikia Juni 21-25, Gigy Money ni zaidi ya mwanamuziki, ni brand ya ujasiri wa mwanamke, mfano wa mtu ambaye hajawahi kuruhusu dunia imfunge kwenye sanduku la hofu. Akiwa bado na rekodi nyimbo, anatumbuiza jukwaani, anajihusisha na biashara ndogo ndogo na pia kuwa balozi wa bidhaa mbalimbali mitandaoni. Gigy Money anaendelea kusimama kama mfano wa kuigwa. Bora apigwe mawe akiwa huru kuliko kuendelea kujificha katika kimvuli cha kuonekana amebadilika. Ni kweli maisha ya Gigy Money ni kama filamu yenye sura nyingi. Kuna mapenzi na usaliti, kuna kilio na kicheko, kuna drama na mafanikio, lakini ndani ya hayo yote kuna maisha ya mwanamke mmoja jasiri ambaye alichagua kuwa yeye mwenyewe kwa bei yoyote. Leo hii bado anatembea kifua mbele akijua kwamba historia yake si ya kutengenezwa na jamii bali ni ya kwake mwenyewe. Na hilo ndio somo kubwa zaidi kutoka kwa Gigy Money, kuwa wewe mwenyewe hata kama dunia haitokuelewa, ila wewe ndio unajua nini unataka. Mfuatiliaji wetu Annual TV, naamini umeelewa vyema kuhusiana na story ya Gigy Money. Ni yule the only queen in Annual TV, Rahma Bilali hapa naongea. Tukutane wakati mwingine na